Asante na karibu tena katika kipindi chetu cha leo. Leo hii nina furaha kukukaribisha katika makala ambayo tutajifunza kuhusu nyimbo. Kwa kutanguliza, tutaeleza maana ya nyimbo kisha tuangalie sifa zake. Nyimbo zimekuwepo tangu enzi na dahari. Nyimbo ni moja kati ya sanaa ambayo inapendwa ulimwengu mzima. Kuna nyimbo tofauti ambazo watu huimba katika muktadha tofauti tofauti. Lakini je, umewahi kujiuliza haswa nyimbo ni nini? Nyimbo ni kama shairi kwa sababu asili ya nyimbo ni kama shairi. Sifa zake ni kama shairi. Ila tunasema kwamba ni utungo wa kishairi ambao unapangwa na unaimbwa kwa mahadhi fulani. Kwa hivyo ukiulizwa wimbo ni nini, sharti useme kwamba ni utungo wa kisanaa ambao unapangwa na unaimbwa kwa sauti na hadhi fulani ambayo inakupatia mahadhi ya kupanda, pengine ya kushuka kulingana na muktadha. Ni vyema pia kutambua kwamba wimbo unapoimbwa unaweza ukaimbwa na mtu mmoja, unaweza ukaimbwa na kundi la watu, vile vile unaweza ukaandamana na ala za muziki kama vile gitaa, ngoma, vinubi na kadhalika. Hivi nataka tuangalie umuhimu wa nyimbo katika jamii. Tuanze kwa kusema kwamba nyimbo hukuza ubunifu wa mtu na hata yule ambaye anasikiliza. Wimbo unapoimbwa huwa kuna ujumbe ambao uko ndani yake. Na ujumbe huu huwa unakuza fikra za kufikiria kwa kina, na vile vile katika kutunga wimbo mtu huwa anapitia kipindi cha fikra na kufikiria kwa hali ya juu ambapo kunakuza ubunifu wake. Mbali na hayo, nyimbo zinaburudisha. Si ajabu kuwaona watu wakiruka juu, wakicheza na kunengua viuno, wakipata burudani kutokana na miziki tofauti tofauti. Je, ni wimbo gani ambao unakuburudisha wewe kwa sasa? Mimi binafsi napenda nyimbo za reggae. Nyimbo zinatambulisha utamaduni wa mtu. Tunaposikia nyimbo kama hizo nilizotaja za reggae, zinatuambia usuli wa waimbaji wale. Pengine ni Afrika, pengine ni Jamaica na kadhalika. Kuna nyimbo za kitamaduni ambazo zinatueleza utamaduni wa watu tofauti tofauti. Ukisikia wimbo utasema huu unatoka wimbo wa Nigeria, huu ni wimbo wa Afrika Mashariki, huu ni wimbo wa wazungu na kadhalika. Mbali na kujulisha utamaduni wa watu, nyimbo zinafunza maadili. Nyimbo zinatueleza tufanye mambo kwa utaratibu, tuwe watu wa heshima na taadhima na mambo kama hayo. Nyimbo pia zinatupatia riziki. Wale wasanii wanaoimba wanapata riziki, wanapata pesa kutokana na nyimbo hizo. Si ajabu kwamba baadhi ya wanamuziki tajika ambao ni matajiri duniani, wengi wamepata utajiri wao kutokana na muziki. Hapa Afrika Mashariki tunajua wanamuziki kama wakina Diamond Platnumz ambao ni matajiri kutokana na jasho la wanamuziki. Wanamuziki pia inatumiwa kupitisha ama kuhamasisha watu kuhusu masuala tofauti tofauti. Wakati viongozi kwa mfano wanafanya mambo ambayo sio mazuri, wanamuziki wanatumia sanaa ya muziki kuwakanya. Wakati kuna changamoto kama vile ugonjwa wa ukimwi, masuala kama hayo, utagundua kwamba wanamuziki wanatunga nyimbo za kuweza kuwahamasisha wanajamii kuhusu mambo kama hayo. Tutasema kwamba pia muziki unaweza ukatumiwa katika vipera vingine vya fasihi. Kwa mfano katika uwasilishaji, baina ya mawasilisho kuna muziki ambao unaweza ukatumiwa kupitisha ujumbe, kutoa burudani na kadhalika. Nafikiri kwa maelezo haya leo hii umefaidika. Salia papa hapa. Asante.